Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Happy Joeli, ni mwalimu wa shule ya Jumapili katika kanisa la First Spring Fellowship. Niko chini ya mpako mafuta kwani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Napenda kuwakaribisha watoto mlioko nyumbani na mlioko studio tujifunze kwa pamoja somo letu la leo. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema mwanamke Msamaria. Tuseme wote, mwanamke Msamaria. Amina. Somo letu linatoka katika Yohana 4 mlango wa 3 mstari wa 16. Sawa? Ndio. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Katika hili somo la mwanamke Msamaria, tukianzia mwanzo katika Yohana 4 hapa, kuanzia ule mstari wa 3, tunaona kwamba Yesu alikuwa ipo na wanafunzi wake, walikuwa wanasafiri wanaenda Galilaya. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Na kuna ramani ambazo nimewapa, mtaona na kuna Galilaya. Ukiangalia upande wa juu utaona pale kuna sehemu imeandikwa Galilaya. Kwa hiyo Bwana Yesu na wanafunzi wake walikuwa wanatoka huku Yerusalemu wanaelekea Galilaya. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Sasa lakini katika historia ya nyuma huko zamani, Wayahudi na Wasamaria walikuwa ni watu ambao ni maadui, walikuwa wachangamani, hawasaidiani kwa chochote, walikuwa ni maadui zao. Sasa Bwana Yesu yeye alikuwa ni nani? Alikuwa Myahudi. Kwa hiyo yeye alikuwa na asili ya nini? Ya Uyahudi, na Wayahudi na Wasamaria walikuwa ni maadui, hawezi kuchangamana kwa kitu chochote, hawezi kusaidiana. Lakini au pia Wayahudi walikuwa wakisafiri, kama hiyo safari yao ni ya kupita Samaria, walikuwa wapiti Samaria, walikuwa wanazunguka. Na ukiangalia katika hii bahari, ukiangalia hapa katika hii Yerusalemu hapa, tunaona kabisa ili utoke Yerusalemu uende Galilaya, unatakiwa upite wapi? Samaria. Kwa hiyo katika ile desturi ya Wayahudi walikuwa hawezi kupita Samaria, walikuwa wanazunguka kwenye hizi bahari. Sawa? Kwa hiyo hapa Yesu na wanafunzi wake kwa utaratibu na utamaduni wa Wayahudi walitakiwa wazunguke, wapite huko katika bahari hapa ya chumvi, wazunguke mpaka wafike bahari ya Galilaya ndio waingie Galilaya. Tumeelewana eh? Ndio. Sasa lakini Yesu yeye hakuzunguka. Alipita Samaria. Alipita ile njia ya Samaria na wanafunzi wake. Kwa nini alipita katika Samaria? Kwa sababu Yesu alikuja duniani kwa ajili ya watu wote. Hakuja kwa ajili ya Wayahudi tu. Alikuja kwa ajili ya Samaria, alikuja na kwa ajili ya watu wote na mataifa yote. Kwa hiyo Yesu na wanafunzi wake walipita Samaria. Tumeelewana eh? Si mmeona katika ramani hapo, mmeiona Samaria ipo katikati ya Yerusalemu na Galilaya. Ndio. Si ndio? Ndio. Sasa Yesu na wanafunzi wake waliweza kutembea wakafika katika mji unaoitwa Sikari. Walifika karibu na huo mji unaoitwa Sikari. Mmeiona hiyo Sikari? Ndio. Ipo hapo karibu na Samaria. Kwa hiyo Yesu alipofika pale na wanafunzi wake katika huo mji karibia na Sikari hapo, wakawa wamefika katika shamba la Yakobo ambao alimpa mwanae Yusufu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Walipofika hilo eneo, Yesu walikuwa wametembea na wanafunzi wake kwenye jua kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo walipofika hapo katika hilo shamba la Yakobo, katika hilo shamba la Yakobo ambao alimpa mwanae Yusufu, wale wanafunzi wake wakaenda kununua chakula mjini na Yesu akakaa katika kisima cha Yakobo ili apumzike. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Kwa sababu walikuwa wametembea muda mrefu na jua lilikuwa kali, ilikuwa yapata saa 6 mchana. Hata watoto mlioko hapa mkitembea juani au mkicheza juani, wasiwe mnapenda kupumzika? Ndio. Si ndio? Ndio. Huwa mnapenda kufanya nini? Kupumzika. Saa nyingine unaweza ukatamani upumzike, upate maji ya baridi unywe. Si ndio? Na Yesu naye kwa sababu alitembea muda mrefu na wanafunzi wake, akakaa kisimani ili apumzike. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Kwa hiyo Yesu alipokuwa amekaa pale amepumzika kisimani katika kisima cha Yakobo, akaja mwanamke wa Samaria. Huyo mwanamke Msamaria akawa amefika pale katika kisima ili achote maji. Kwa hiyo alipofika pale Yesu akamwambia yule mwanamke, "Ninaomba maji ninywe." Alimwambia, "Nipe maji ninywe." Yule mwanamke alipomwona Yesu anamuomba maji, alishangaa sana. Alishangaa kwa sababu Wayahudi na Wasamaria walikuwa wachangamani. Walikuwa na asili ya uadui. Kwa hiyo kanashangaa kwa nini huyu ananiomba maji? Na katika kawaida katika maisha yetu ya kila siku, huwezi ukamwomba kitu adui yako, si ndio? Yule mwanamke alishangaa kwa nini Yesu ni Myahudi afu ananiomba mimi maji. Akamwambia, "Mimi ni Msamaria na wewe ni Myahudi. Sisi hatuchangamani. Kwa nini unaniomba mimi maji?" Yesu akamwambia,
Akamwambia yule mwanamke, kama ungelijua karama ya Mungu na ni nani anayekuomba maji, wewe ndio ungemuomba maji akupe maji yaliyo hai. Yule mwanamke alishangaa. Akamwambia Yesu, unaniambia mimi utanipa maji yaliyo hai wakati hauna chombo cha kutekea maji na kisima ni kirefu? Utanipaje hayo maji yaliyo hai? Alafu hichi kisima kilikuwa cha baba yetu Yakobo, na yeye alikunywa maji ya kisima hiki na watoto wake pamoja na wanyama. Yesu akamwambia, yoyote ambaye nitampa maji haya nitakayompa mimi hataona kiu tena. Na akamwambia tena, yoyote ambaye atakunywa maji haya chemchemu ya maji ya uzima itabubujika ndani yake. Yule mwanamke aliposikia vile akamwambia Yesu, nipe basi hayo maji na mimi ninywe ili nisione kiu tena. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Kwa hiyo katika hili somo tunaona hapa Yesu anapomwambia huyu mwanamke, kama ungelijua karama ya Mungu na ni nani anayekuomba maji wewe unywe, wewe ndio ungemwomba maji unywe ili usione kiu tena. Sawa eh? Kwa hiyo Yesu anasema yote ambaye atampa maji yeye hataona kiu tena, na chemchemu ya maji ya uzima itabubujika ndani yake. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Katika hili somo tunajifunza maji yaliyo hai ni nani? Maji yaliyo hai ni Yesu mwenyewe. Sawa? Na kiu, mtu wote ukiwa na kiu, hata ukiwa na kiu, ili kiu iweze kukata, si unahitaji maji? Si ndio? Na kiu katika maisha yetu ni shauku ambazo tunazo kwenye maisha yetu, ni matatizo ambayo tunayo kwenye maisha yetu, na Yesu ndio maji yaliyo hai. Na ukinywa maji ambayo Yesu anakupa utaona kiu tena. Kwa hiyo unatakiwa umwombe Yesu ili aweze kumaliza hayo matatizo yako na usiyaone tena. Sawa eh? Kwa hiyo hii tatizo ulokuwa nalo kwenye maisha yako, changamoto uliokuwa nayo kwenye maisha yako ndio kiu, na unamhitaji Yesu ili aweze kukata hiyo kiu, atulize hiyo kiu ili uweze kumaliza nini? Matatizo yako. Tumeelewana? Tumeelewana? Kwa hiyo mtoto unatakiwa umuombe Yesu ili amalize hayo nini? Matatizo yako, na yeye mwenyewe amesema yote ambaye hatampa maji hataona kiu tena. Kwa hiyo unapomwomba Yesu, anapokusaidia hilo tatizo utaliona tena katika nini? Maisha yako. Sawa? Kwa sababu Yesu unapomwomba, anapomaliza tatizo lako, huwa halionekani tena, huwa anamaliza kila kitu. Sawa? Kwa hiyo watoto tunatakiwa tumuombe Yesu ili aweze kumaliza matatizo yetu, kwa sababu ye mwenyewe amesema yoyote atakaye kunywa maji nitakayompa mimi hataona kiu tena. Na Yesu ndiyo maji yaliyo hai. Yesu ndo anayetuponya. Yesu ndo anayetupa yale mahitaji ambayo tunayahitaji kwenye maisha yetu. Na Yesu anahitaji tupeleke kiu zetu mbele zake ili aweze kuzimaliza. Kwa hiyo mtoto unatakiwa umuombe Yesu ili akusaidie, ili amalize matatizo yako. Tumeelewana eh? Tukiangalia katika Mathayo 11 mstari wa 28. Naomba msomaji tusome. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Nakwenda kusoma Mathayo 11 mstari wa 28. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Katika hii Mathayo 11 mstari wa 28 tunaona Yesu mwenyewe anatuambia njooni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na mizigo, nami nitafanya nini? Ndawapumzisha. Mzigo ni nini? Mzigo ni hicho kitu kilicho moyoni mwako kinachokusumbua. Kama ni kufeli darasani, wewe si ndio mzigo? Wenzako si wanakucheka, unakuwa unasemwa na wazazi nyumbani, unamaliza ada, wazazi wanaona unapoteza ada. Hiyo ni mzigo, ni kitu kinachokuumiza. Yesu anakuambia njoo, niletee huo mzigo. Unauleta mzigo huo kwa njia gani? Kwa njia ya maombi. Unakuja kwa Yesu, unamwomba, unamwambia Yesu, ninaomba unisaidie nifaulu darasani. Yesu anafanya nini? Anakusaidia na hilo tatizo aliwezi kujirudia nini? Tena katika maisha yako. Tumeelewana eh? Kwa hiyo hapa Yesu anatuambia njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na mnaolemewa na mizigo. Hiyo mizigo ndo matatizo ambayo uko nayo katika maisha yako. Kwa hiyo mtoto unatakiwa ulete mahitaji yako mbele za Yesu. Huo mzigo, hiyo changamoto yako inayokusumbua, inakunyima raha, unatakiwa ulete kwa nani? Kwa Yesu, kwa maombi, kwa sababu Mungu wetu ni mwema kwa kila mtu ambaye analiitia jina lake. Watoto tunaliitia jina la Yesu kwa kivipi? Kwamba tunaliitia jina la Yesu katika maombi. Sawa? Unapitia leo kwenye changamoto, kuna ugonjwa unakusumbua, unaumwa, mwambie Yesu. Muombe Yesu akufanye nini?
akuponye, na yeye hatakuponya na huo ugonjwa hautouona tena. Sawa? Tumeelewana? Huo ugonjwa ndio matatizo yako, ndio kiu yako. Kwa hiyo Yesu akikupa maji hautaona kiu tena. Ina maana unapomuomba Yesu akuponye ugonjwa, ugonjwa hautouona tena na utakuwa na afya njema. Tumeelewana? Kama ni kufeli darasani, mwambie Yesu, naomba unisaidie niweze kufaulu darasani. Yesu atakusaidia, utafaulu darasani na utaendelea vizuri na hutofeli tena. Sawa Na wewe kufeli utakuwa umefanya nini? Unakusahau, unakuwa mtoto mzuri, unakuwa una afya njema, mtoto ambao unafaulu darasani. Sawa Na utafeli nini tena, kwa sababu umepeleka maombi yako kwa nani? Kwa Yesu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Na mstari wetu wa kujifunza leo unatoka katika Ufunuo 22 mstari wa 17b. Tuseme wote Ufunuo 22. Ufunuo 22 mstari wa 17b. Nao nasema naye mwenye kiu na aje na yeye atakaye na atwae maji ya uzima bure. Turudie tena. Naye mwenye kiu na aje na yeye atakaye na atwae maji ya uzima bure. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Huu mstari wa kujifunza, tunajifunza kwamba Yesu anasema naye mwenye kiu na haja. Nimewambia kiu ni shauku au matatizo ambayo uko nayo. Yesu anatupa mwaliko, anasema kwamba naye mwenye kiu na aje, twende mbele zake, twende kwa maombi kwa Yesu. Sawa? Tutapomuomba Yesu ndo tutatoa nini? Uzima bure. Huo uzima wa kufaulu wako darasani. Unapomuomba Yesu, Yesu anafanya nini? Anakupa huo uzima. Unakuwa unapata uzima katika ufaulu wako. Hautatetereka, hautafeli tena. Utakuwa unafanya nini? Unafaulu. Kama tatizo ni afya, una ugonjwa unakusumbua, unaenda kwa Yesu. Kwa nini? Kwa maombi. Yesu anakusaidia. Unaweza kufanya nini? Kupona. Unapokea nini? Uzima wa afya, na magonjwa hata inuka tena kwako kwenye maisha yako. Tumeelewana Kwa hiyo mstari wa kujifunza, Yesu anatualika. Tunajifunza kwamba Yesu anatualika mwenye kiu na aje. Sawa Kwa hiyo Yesu anatualika watoto kwamba mwenye kiu, mwenye changamoto, mwenye matatizo, Yesu anakualika mtoto kwamba uende kwa Yesu kwa njia ya nini? Ya maombi, ili Yesu akusaidie na hilo tatizo lako uliokuwa nalo linakwisha, na wewe unapokea uzima wa elimu, uzima wa masomo. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Tumeelewana Ndio. Tumeelewa kwamba Yesu, ili matatizo yetu tuende kwa nani? Kwa Yesu, tumpelekee, kwa maana yeye ndo mponyaji wetu, yeye ndo maji yaliyo hai ambaye anakata kiu ya matatizo yetu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Kwa hiyo Yesu ndiye maji yaliyo hai ambaye yeye anakata kila tatizo ambalo liko kwenye maisha yako. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Nani ana swali? Hakuna? Ngoja tuulize swali. Swali la kwanza. Yesu aliketi kupumzika wapi huko Samaria? Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Kwa majina anaitwa Sharifa. Yesu aliketi katika kisima cha Yakobo huko Samaria. Amina. Amepata. Mpigieni makofi. Swali la pili. Kwa nini mwanamke Msamaria alishangaa Yesu alipomuomba maji? Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Kwa majina naitwa Glory. Kwa sababu Wayahudi na Wasamaria walikuwa maadui. Amina. Mwingine? Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Kwa majina naitwa Hussein Hassan. Naenda kujibu swali. Kwa sababu Wasamaria na Wayahudi walikuwa maadui. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Swali la tatu. Maji yaliyo hai maana yake nini? Maji yaliyo hai maana yake nini? Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Kwa majina naitwa Angela. Maji yaliyo uhai ni Yesu. Amina.
Napenda kuwashukuru watoto mlioko studio na mlioko nyumbani. Naamini kuna somo mmejifunza leo, kuna kitu mmekipata katika somo la leo. Pia napenda kuwakaribisha watoto mlioko nyumbani, mkaribie katika kanisa la First Spring Fellowship. Mtakutana na walimu wengine ambao wamepata mafunzo kutoka kwa Kuhani Musa mwenyewe, watakufundisha masomo mengine zaidi. Asanteni. Fresh Spring Fellowship, Jumapili hii, ngome ya Yesu Kristo kwa kuhani na mwalimu Musa.